tuandikie maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615 nami maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Na msikilizaji, tunaanza kwa taarifa kamili ya habari ikisomwa kwako na Zawadi Bashemela. Kwanza ni habari za kitaifa. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita imeokoa zaidi ya shilingi milioni 14 kutoka katika utekelezaji wa miradi minne ya elimu. Kaimu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Geita Bwana Alex Mpemba ameeleza hayo katika taarifa ambayo ameitoa kwa vyombo vya habari ya utekelezaji wa shughuli za taasisi hiyo. Mpemba amesema kiasi hicho cha fedha kimetokana na dosari ndogo ndogo ambazo zimejitokeza katika usimamizi wa miradi. Kiasi cha shilingi milioni 14,221 kiliokolewa katika ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo. Fedha hizo zimeokolewa katika miradi minne ya sekta ya elimu, ambapo ilibainika kwamba baadhi ya wazabuni walilipwa kinyume na mkataba, malipo ya bidhaa kuna sehemu malipo ya bidhaa yalikuwa pungufu au dhaifu, mabadiliko ya kazi yasiyoendana na gharama za mradi, mafundi kulipwa kabla ya kufanya kazi na kutowasilishwa kwa kodi ya zuio serikalini. Sasa kwa ujumla wake katika miradi hii minne, hizi dosari ndogo ndogo hizi ndio zilikuwa zinafanya jumla ya shilingi milioni 14,221 kama nilivyosema hapo awali. Aidha, TAKUKURU mkoa wa Geita imewataka wananchi kuendelea kutoa taarifa za uwepo wa viashiria vya rushwa, kwani taasisi hiyo ipo kwa ajili ya kusimamia haki na wajibikaji katika jamii. Serikali kupitia Wizara ya Afya imetenga shilingi bilioni 3 kwa mwaka wa fedha 2024-2025 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya Shinyanga. Hayo yamebainishwa leo na naibu waziri wa afya Dr. Godwin Mollel wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Dr. Christina Mzava bungeni jijini Dodoma, aliyetaka kujua ni lini serikali itapeleka fedha za ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya rufaa Shinyanga. Dr. Mollel amesema kuwa tayari kazi ya usanifu wa jengo hilo imekamilika na michoro imeandaliwa, huku hatua inayofuata ikiwa ni kupata mkandarasi atakayeanza rasmi kazi ya ujenzi. Ujenzi wa jengo hilo unatarajiwa kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto katika mkoa wa Shinyanga, hatua ambayo ni sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kuboresha huduma za afya nchini. Chama cha Mapinduzi CCM kupitia ilani yake ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030 kimetangaza mpango wa kuzalisha ajira zenye tija zisizopungua milioni 8 katika kipindi cha miaka 5 ijayo, ikiwa ni mojawapo ya vipaumbele vya kukuza uchumi na kuinua kipato cha wananchi. Akizungumza leo wakati wa kuwasilisha vipengele vya ilani hiyo mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa CCM jijini Dodoma, mwenyekiti wa kamati ya uandishi wa ilani hiyo Profesa Kitila Mkumbo amesema nusu ya ajira hizo zinalengwa kuzalishwa katika sekta rasmi. Ameongeza kuwa CCM imedhamiria kuwawezesha wabunifu wanaoanzisha kampuni changa kwa kuwapatia mitaji ya kuanzia, hatua ambayo inalenga kuimarisha uchumi wa ubunifu na kuongeza nafasi za ajira kwa vijana. Muda uliopita tulikuwa na lengo hili, lakini ajira nyingi zimezalishwa katika sekta isiyo rasmi. Sekta rasmi imechangia asilimia takribani 14 pekee. Tunataka kuona kuwa katika miaka 5 ijayo sekta rasmi ichangie angalau asilimia 50 katika ajira. Katika kufikia lengo hili, Profesa Kitila amesema pia kwamba katika kuandaa vijana kushindana kwenye soko la ajira la kimataifa, serikali ya CCM itaanzisha vituo maalum vya mafunzo ya stadi kwa ajili ya kuandaa kupata ajira nje ya nchi. Na sasa ni habari za kimataifa. Wanamgambo wa RSF nchini Sudani wameushambulia mji wa El Obeid leo, ambapo wamezilenga hospitali 2 na mitaa 2 ya makazi katika mji huo.
Haya ni kwa mujibu wa mashuhuda na chanzo cha jeshi. Haya yanafanyika ambapo hapo jana wanamgambo hao walisema wameuteka tena mji wa Ali Kohei ulioko karibu kilomita 100 magharibi mwa El Obeid baada ya kuchukuliwa na jeshi mapema mwezi huu. El Obeid ni mji wa kimkakati ulioko kilomita 400 kusini magharibi mwa Khartoum na ndio mji mkuu wa jimbo la North Kordofan na ulivamiwa na wanamgambo RSF kwa karibu miaka 2 kabla jeshi la Sudani halijawafurusha wanamgambo hao na kuchukua udhibiti mwezi Februari. Ilikuwa ni mojawapo ya mashambulizi ya kijeshi yaliyopelekea kuteka tena mji wa Khartoum mapema mwaka huu, ila mji huo mkuu ukawa umeendelea kushambuliwa kwa mabomu na RSF. Na waziri wa mambo ya nje ya Uturuki Hakan Fidan leo amesema kuwa Urusi na Ukraine zote zinataka mapigano yasitishwe. Fidan ameyasema haya wakati akiwa ziarani mjini Kiev kuelekea awamu ya pili ya mazungumzo ya ana kwa ana ambayo huenda yakafanyika kati ya pande hizo mbili mjini Istanbul wiki ijayo. Ukraine kwanza inaitaka Urusi kuwasilisha mpango wake wa amani ambao Moscow imesema itauwasilisha tu kwa wajumbe wa Ukraine watakapokutana katika mazungumzo hayo ya ana kwa ana. Mapema wiki hii, Fidan alifanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow. Uturuki ambaye ni mwanachama wa NATO imekuwa mpatanishi muhimu wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump anashinikiza kupatikana kwa makubaliano ya kusitisha vita hivyo vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 3 sasa. Haya yanafanyika wakati ambapo maafisa mjini Kiev wanasema Urusi imefanya mashambulizi ya droni usiku wa kuamkia leo katika mji wa Kharkiv na kujeruhi watu kadhaa. Wazua. Msikilizaji, wakati mwingine ukiona umechelewa kupata, ujue Mungu anakuandalia kilicho bora zaidi. Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @radiokwizera.fm, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu Alasiri kutoka hapa Radio Kwizera FM. Msikilizaji, unayo nafasi ya kuendelea kutuandikia maoni yako, kuchangia taarifa zetu ambazo unaendelea kuzisikiliza katika makala hii kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu Alasiri, habari kuu leo hii. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Geita yaokoa zaidi ya shilingi milioni 14 kutoka katika utekelezaji wa miradi 4 ya elimu. Wizara ya Afya tenga shilingi bilioni 3 kwa mwaka wa fedha 2024-2025 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya Shinyanga. Na wanamgambo wa RSF nchini Sudani waushambulia mji wa El Obeid leo ambapo wamezilenga hospitali 2 na mitaa 2 ya makazi katika mji huo. Naam, kwa sasa ni saa 10 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa taarifa zetu alasiri ya leo.
Naam, Mahakama Kuu Masjala ya Dodoma imemrejesha madarakani aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi Bwana James Mbatia, ambaye aliondolewa kufuatia mkutano mkuu wa chama hicho ambao ulifanyika mwaka 2022. Kamishna wa NCCR Mageuzi mkoa wa Kagera Bwana Peterson Mshenyera akizungumza na mwenzangu Peter Lusaya amesema kwamba uongozi wa Bwana Mbatia utapitia na kubatilisha maamuzi yaliyofikiwa tangu mwaka 2022, ikiwa ni pamoja na kuanza upya kwa mchakato wa kuwapata ugombea wa chama hicho katika uchaguzi mkuu ujao. Hukumu ya mahakama tumeipokea kwa furaha kwa sababu ilikuwa ina asili na chama kilikuwa kimedumaa, kwa sababu waliosaidiwa kupindua uongozi uliokuwepo madarakani chama walikuwa wamekifanya kimedumaa kabisa. Kwa hiyo ni uamuzi ambao unakifanya chama kiweze kufufuka na kiweze kufanya kazi za kisiasa bila kuwa na kizuizi chochote. Misingi ya awali ya hawa ambao walimondoa Mbatia madarakani walikuwa wanadai vitu gani ambavyo Mbatia alishindwa kuvifanya? Actually Mbatia hajaondolewa na wanachama kwa sababu wakati ule wanakwenda kwenye maridhiano wanaunda vikosi kazi. NCCR Mageuzi tulipinga, hatujapenda hayo maridhiano. Huwezi kufanya maridhiano ambayo hayajaenda katika misingi ya kisheria. Sisi tulisema kwamba mabadiliko ya sheria yatangulie kwanza kabla ya kwenda kwenye maridhiano na mambo ya kuunda vikosi kazi. Ndio sababu unaona hata baada ya kwenda kwenye hivyo vikosi kazi yale maazimio yote hata moja hakuna lililotekelezwa. Na ndio sababu unaona hata Chadema wanarudi nyuma, waligundua hilo kosa na wao tangu mwanzo walifikiria yafanyike mabadiliko ya sheria. Ndio sababu unaona hata hii no reform no election inachukua nafasi yake ni yale ya NCCR ambayo iliyaona pale mwanzo. Pale NCCR ilivyokataa ilifanywa figisu kusudi uongozi unaopingana nao utoke, wakaweka viongozi ambao walikuwa ni vibaraka wao. Uongozi huu ambao mahakama imebatilisha ulikuwa umeshapitisha na viongozi wake ambao wamepangwa kuwa wagombea katika nafasi mbalimbali za uchaguzi. Ninyi ambao mtaingia madarakani hivi sasa mtawaheshimu hao waendelee kubaki kama wagombea au mtafanya mchakato mpya? Bahati nzuri mahakama imeelekeza kwamba mambo yote yaliyofanyika ni batili. Kwa hiyo kama yote ni batili, viongozi batili hawezi kupata wagombea sahihi. Kwa hiyo yote yaliyofanyika ni batili, tunaanza upya tu. Kama tunachagua viongozi wengine au tuchague viongozi wengine itajulikana. Lakini mpaka tufanye vikao ndio tunaweza kujua mwelekeo wa chama kinakwendaje. Makamu mwenyekiti wa sasa wa chama cha NCCR Mageuzi Joseph Serasini amesema kwamba wao watakata rufaa kupinga maamuzi haya, wakisema kwamba mkutano mkuu ulikuwa halali kuchukua maamuzi ya kumondoa na kumfuta wanachama James Mbatia. Nadhani yeye analopoka tu kwa sababu hajajua kilichoamliwa. Moja ya vitu vilivyoamliwa katika kikao kile ni mtu kumfukuza bila kumsikiliza, ile natural justice. Manake hata ile judgment inasema walikiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano na katiba ya chama. Yaani hata angekata nadhani rufaa mbinguni hawezi kushinda. Kwa sababu gani? Huwezi kumfukuza mtu hata mahakamani kama wewe ndugu mwandishi wa habari uko hapo. Mtu anakuambia umefungwa. Umefungwa na mahakama, waliwahi kuuliza. Yaani unamhukumu mtu bila kumsikiliza, ndio hoja. Lakini kitu cha pili, tunao ushahidi, ndio sasa wanataka kutupeleka mbali tuanze kuwashtaki kwa kugushi. Wale wajumbe wote waliohudhuria hawakuwa wajumbe halali. Tuna orodha ya wajumbe na majina yao kwa sababu wajumbe ambao ni wajumbe wa mkutano mkuu na halmashauri ya taifa wanajulikana. Kwa hiyo kama yeye anafikiria kwamba wanakwenda kukata rufaa, kwanza ile ilikuwa ni judicial review. Wala sioni kata ile hukumu ukisoma hakuna sehemu kwamba wamepewa option ya kukata rufaa. Hakuna kitu kama hicho. Akubali anyolewe, walipe hiyo fidia ya gharama za kesi na maisha yaweze kuendelea. Mmepata nafasi ya kurudi tena katika uongozi, lakini muda sio rafiki sana kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Mmejipanga kufanya nini sasa wakati wa kuelekea uchaguzi huo? Ndugu Lusaya, siasa ni timing. Mimi naona huu muda unaweza kuwa mzuri zaidi kuliko tulikotoka. Kwa sababu Watanzania sio wajinga, wameshaona. Kwa sababu CCM inaanza kuunda vyama vyao kama Chauma kwa ajili ya kuonekana kwamba uchaguzi unasimama.
chama kama cha umma unavyokijua leo CCM ndio inakifadhili kwa ajili ya kwenda kuvuruga mambo ya kisiasa. Kwa hiyo muda unatosha na unatosha sana. Ni chama ambacho kilikuwa kipo leo kina magari, kina helikopta, kina nini. Ni mazingaombwe pia yanafanyika. Hayo wadanganye watu ambao hawezi kuona na kujua kinachoendelea katika nchi ya Tanzania. Unawaambia nini sasa wasikilizaji na wanachama wa NCCR Mageuzi? NCCR huwa ni chama ambacho itikadi yetu ni ya utu. Kwa hiyo kwa kupitia itikadi yetu ya utu tutakaa, tutaamua, tutawashirikisha wanachama wetu na viongozi wetu na wananchi wote kwa ujumla kusudi tuweze kuendelea na mapambano ya kutetea demokrasia katika nchi yetu ya Tanzania. Naam, ni Bwana Peterson Mshenyera huyo kamishina wa NCCR Mageuzi katika mkoa wa Kagera akizungumza na mwenzangu Peter Lusaya. Na sasa tutazame taarifa nyingine, msikilizaji. Tovuti ya habari ya Axios ya Marekani imeripoti kwamba viongozi wa Saudi Arabia, Katari pamoja na Emirates, yani Umoja wa Falme za Kiarabu, wamepinga vikali shambulizi lolote dhidi ya Iran wakati walipoonana na Donald Trump na kuonya juu ya madhara yake yasiyotabirika kwa washirika wa Marekani kwenye eneo hilo. Shirika la habari la Fars limenukuu taarifa ya tovuti hiyo ya Marekani na kutangaza kwamba kuandika Axios imetangaza habari hiyo ikinukuu vyanzo vitatu vya habari vikisisitiza kwamba wakati wa ziara ya hivi karibuni ya rais wa Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi ambapo alizitembelea Saudi Arabia, Katari pamoja na Emirates, nchi zote hizo tatu za Kiarabu zilizopinga vikali mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran na kuhimiza Trump kuendelea na mazungumzo na kufikia makubaliano mapya ya nyuklia ya Iran. Saudi Arabia, Muungano wa Falme za Kiarabu, Emirates na baadhi ya mataifa ya Kiarabu ya Ghuba ya Uajemi ambayo yaliripotiwa kupinga makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015 maarufu kama JCPOA, hivi sasa yanaunga mkono mazungumzo yanayoendelea baina ya Iran na Marekani kuhusu kadhia ya nyuklia na kuondolewa kwa vikwazo kwa upatanishi wa Oman. Msikilizaji, katika kutazama madhara iwapo Marekani itapuuzia haya maonyo ambayo yanatolewa na nchi hizi za Kiarabu, nimemtafuta mchambuzi wa masuala ya diplomasia za kimataifa na mchambuzi wa masuala ya siasa na masuala ya kijamii hapa nchini Tanzania, Bwana Rogers Edward Mbonimpa. Nini mtazamo wake katika swala hili? Pengine limelenga kuifanya au kuizuia Marekani kuto kujishirikisha sana na masuala ya ukanda huo wa Mashariki ya Kati na eneo la Ghuba kwa ujumla, lakini kimsingi ni onyo tu. Sana sana hapo anayeweza kuwa ametoa onyo ni Iran, lakini hao wengine hao ni washirika wakubwa wa Marekani. Kwa hivyo sioni kama onyo lao wanamaanisha hasa wanachokisema. Naam, ukisema hivyo ni inaonyesha dhahiri kwamba kile ambacho kimekuwepo hasa mgogoro wa kihistoria kwamba Marekani na Irani wamekuwa hawaelewani. Pengine unaweza kuona kwamba ikawa basi kwamba Irani ina ushawishi kwenye mataifa haya ya Kiarabu ambayo yanaungana kwa ajili ya kukabiliana na Marekani. Irani ina ushawishi, lakini changamoto inayojitokeza ni kwamba katika Mashariki ya Kati pale kumekuwa na hizi wanaita factions za kidini kwa maana ya Sunni na Shia. Sasa Irani ndio dola kubwa lenye mlengo wa kishia pale Mashariki ya Kati, na yeye na Saudia wamekuwa wakishindana, kila mmoja akitaka kuteka ushawishi na udhibiti katika kanda ile, na Saudi Arabia ni mshirika mkubwa sana wa Marekani katika kanda ile. Kwa hivyo Saudia inaweza ikawa imesema tu kwa maana ya za kiimani na kuonesha kama vile wasingependa sana Marekani yaingilie masuala yao ya Kiarabu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba ni ngumu kwa Saudia moja kwa moja kutokuwa upande wa Marekani pamoja na matamko hayo, kwa sababu hata silaha nyingi kama ndege aina F-35 na vifaa vingine vingi sana Saudia amekuwa akinunua kutoka Marekani. Lakini utakumbuka wakati Irani wanaishambulia Israeli, Jordan kwa kutumia mfumo wake wa ulinzi iliweza kuzuia makombora mbalimbali ambayo yamerushwa kutoka Irani, na Jordan pia ni mshirika mkubwa wa Marekani. Kwa hivyo ukitizama ni kwamba ni kama Waarabu wanataka kutengeneza hali ya kuaminika kwamba wanaweza kudhibiti mambo yao wenyewe, lakini changamoto ya mgogoro wa kiimani kwa maana ya Sunni na Shia
imekuwa ni changamoto ya muda mrefu ambayo inapaganisha mataifa haya. Naam, tukirudi nyuma kutazama mzozo ambao umekuwa ukitajwa kuwa chanzo ni mgogoro au ni mpango wa nyuklia kama tunavyokumbuka katika ule mkataba ule wa JCPOA ambao umekuwa ukizungumzwa. Inaonekana Irani na Marekani hawapatani kwa sababu ya mpango wa nyuklia wa Irani. Pengine hii inaweza kuwa mzozo ambao utadumu kwa muda mrefu. Ni kweli ni mgogoro ambao utadumu kwa muda mrefu kwa sababu hii inaathiriwa pia na sera kubadilika katika ikulu ya Washington. Utakumbuka kwamba katika utawala awamu ya mwisho ya utawala wa Rais Obama ambaye alikuwa ni mdemokrati, waliingia makubaliano na Iran kwamba makubaliano fulani kwamba Iran inaweza kuendelea kurutubisha, lakini chini ya kama uangalizi fulani hivi wa kimataifa, na ikaonekana kwamba sasa Iran itaondolewa vikwazo ambavyo ilikuwa imewekewa na Marekani na baadhi ya nchi mbalimbali za Ulaya. Lakini Biden naye alivyoingia Biden akajaribu kuonesha mazingira ya namna hiyo. Trump amekuwa akisema mara nyingi kwamba ule ulikuwa ni mkataba au makubaliano mabovu kabisa kuwahi kuingiwa, na akasema atayabadilisha na kuyafutilia mbali. Sasa makubaliano yale yalikwisha vunjiliwa mbali na Trump, na Trump anataka kama vile yafanyike makubaliano mapya ambayo ni kana kwamba Irani izuiliwe kabisa kuweza kurutubisha, na Irani inaamini kuizuia kuweza kurutubisha ni kudogosha nguvu zake katika kanda hiyo ya Mashariki ya Kati, na kwa maana hiyo Irani haitakubali, hasa ukizingatia kwamba hayo yanafanyika dhidi ya Iran, lakini kuna makubaliano kati ya Marekani na Saudi Arabia ya kuweza kuifanya Saudi Arabia kuweza kurutubisha nyuklia yake kwa kusaidiwa na Marekani yenyewe. Kwa hiyo italeta mgogoro mkubwa kwa sababu ni wazi kwamba Iran haiko tayari kuingiliwa na kuona kama inaweza ikasalenda nguvu zake kwa Marekani. Lakini pia utaona mshirika mkubwa wa Marekani kwa maana ya Israeli wakati wote amekuwa akitoa wito kwamba Iran iache kuzalisha, kurutubisha na kuzalisha nyuklia, na kwa kwamba kama isipofanya hivyo basi Israel wakati wote inaweza kaishambulia. Lakini kumbuka kwamba Israel anayesema hivyo pia ana nyuklia. Kwa hiyo kitizama ni mgogoro mkubwa na ambao kama busara haiwezi kutumika, basi madola haya yanaweza kujikuta ameingia kabisa katika mvutano wa moja kwa moja na hata kurushiana risasi. Ni Bwana Rogers Edward Mbonimpa, huyo mchambuzi wa masuala ya diplomasia za kimataifa pamoja na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii hapa nchini Tanzania, nikizungumza naye. Na sasa ni wasaa duru uchumi na biashara. Na moja kwa moja tunaungana na mwenzangu mwanauchumi Amina Deogratias Semagogo. Karibu sana. Asante sana Laurent Gelvas pamoja na msikilizaji. Leo katika duru uchumi na biashara ni kwamba mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa wiki mbili kwa wafanyabiashara ndogo ndogo walio katika barabara za kuingia soko kuu la Kariakoo kuondoka. Hatua hiyo inakuja ikiwa ni kuelekea ufunguzi wa soko hilo lililokuwa katika ukarabati tangu Julai 10 mwaka 2021 baada ya kuungua. Kutokana na tukio hilo, serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 28 kwa ajili ya ukarabati unaoenda sambamba na ujenzi mpya wa soko dogo. Na katika kipindi chote hicho, wafanyabiashara waliokuwa wakifanya shughuli zao sokoni hapo walihamishiwa katika masoko ya Kisutu, Karume na Machinga Complex. Na tumalize na taarifa kuwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita imefanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi milioni 14 zilizokuwa zikielekezwa kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya elimu baada ya kubaini kuwepo kwa ukiukwaji wa mikataba, malipo hewa kwa mafundi pamoja na kutowasilishwa kwa kodi za zuio serikalini kinyume cha sheria. Ni hayo tu katika duru uchumi na biashara. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Na kushukuru sana Amina. Asante Laurent. Moja kwa moja sasa tunaelekea viwanjani na mwanamichezo Marco Pastori Bundara. Karibu sana Marco Pastori. Asante sana. Bila shaka uko poa? Mimi niko poa sana. Karibu sana katika uga huu wa michezo. Asante sana. Bana, kuna jambo ambalo linakwenda kutokea kesho. Naam. Hii ni mara chache sana kwa hizi mechi ambazo huwa zinatokea kwa mlengo huu. Yaani ndugu ambaye umecheza naye wiki hiyo
alafu tena unacheza naye wiki hiyo hiyo. Sijui unanielewa? Naam. Ndicho ambacho kinakwenda kutokea kesho, ambapo tunakwenda kushuhudia Simba akicheza na Singida. Okay. Sawa. Mechi ambayo alicheza majuzi kwa Jumatano ilikuwa ni mchezo wa ligi kuu. Sasa mchezo mwingine unaenda kupigwa kesho, ikiwa ni nusu finali hiyo ya kombe la shirikisho hapa Tanzania. Moja mchezo mzuri sana ambao kiufuatilia itakuwa jambo zuri. Lakini jambo lingine kukumbushe, aliyewahi kuwa kocha wa Yanga kwa takriban miezi mitatu hivi amepewa mkataba wa miaka mitatu, ameongezewa. Na huyu si mwingine ni Ramovich. Okay. Ambaye anatumikia pale CR Belouizdad. Okay, sawa bana. Ameongezewa miaka mitatu mpaka mwaka 2028. Hadi kwa ufupi tu. Sawa, shukrani sana. Shukrani. Na sasa moja kwa moja nipitie ujumbe wako msikilizaji. Nianze na huyu, anasema anaitwa Dustin Mchunguzi tokea maeneo ya Arusha Mbiangote Muleba. Anasema huko Marekani na Iran migogoro itaisha lini? Kaa chini myamalize mezani. Haya, shukrani sana. Taasisi hiyo imefanya jambo jema sana kuokoa pesa hizo. Ni vizuri sana kwa zaidi kukagua zaidi, hata miradi mingine kukagua na uchukuaji upo. Na wananchi pia hatuelewi namna ya kuwabaini. Ni Erastus Msafiri. Asante kwa ujumbe wako Erastus. Ni msome kama bahati, endapo CCM watapewa mitano tena hakika tutanyooka. Ni maoni yake huyu msikilizaji, si maoni wala mtazamo wa Radio Kwizera. Na kwa ujumbe huo msikilizaji, nakamilisha makala haya ya Duru Zetu Alasiri, habari kuu tulizokuletea hii leo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita yaokoa zaidi ya shilingi milioni 14 kutoka katika utekelezaji wa miradi minne ya elimu. Wizara ya Afya yatenga shilingi bilioni 3 kwa mwaka wa fedha 2024-2025 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya Shinyanga. Na wanamgambo wa RSF nchini Sudani washambulia mji wa El Obeid leo, ambapo wamezilenga hospitali 2 na mitaa miwili ya makazi ya katika mji huo. 97.7